Tulizungumza asubuhi kuhusiana na shauri la jinai, maombi ya jinai namba 2154 ya mwaka 2025 kati ya mleta maombi Humphrey Polepole dhidi ya Inspector General wa polisi pamoja na wenzake wanne ambao nilishawataja asubuhi. Maombi yale yalitolewa hoja kadhaa ambazo nitaanza kuzungumza kwa ufupi kwa sababu tuko na Mama Anna Mary Polepole. Kama mnamuona mtu mzima amepitia mambo mengi, hatuwezi kumweka hapa kwa muda mrefu. Kwa mtanivumilia, nitatoa brief kwa ufupi sana. Ya kwanza, na noti Tanzania na dunia nzima kwamba tuko na mama anapigania hatima ya mwanae ambayo sio yeye, lakini Tanzania na dunia nzima haifahamu. Kwa sisi tuko tunawakilisha matamanio ya mama kufahamu mwanae Balozi Humphrey Polepole yuko wapi, na ndio msingi wa maombi haya. Mama ameturuhusu tuje mahakamani kwa sababu mbinu nyingine zote mpaka sasa hivi hasijazaa matunda. Kwa hiyo wakati juhudi nyingine zinaendelea, basi na juhudi za mahakama pia zimeelekezwa katika kujaribu kufahamu Humphrey Polepole yuko wapi na hatima yake ni nini, na huko alipo basi ikiwezekana aje mahakamani, mahakama iweze kumchakata. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba maombi ambayo nishatolea maelezo hayo ambayo haiba yake niliyosema, wasifu niliyosema yatasikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Salma Magimbi mnamo tarehe 15 Jumatano tarehe 15 Oktoba mwaka 2025. Na hapa katikati sisi tuliomba kuleta kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la NHI taarifa mnazidi kuzipata muda unavyozidi kwenda. Kwa unakuta kuna vitu vimefahamika baada ya ile siku ya tukio tarehe 7, 8 na vingine vimefahamika leo. Kwa tumeomba hizi taarifa za ziada tuweze kuzileta kiziada, na wenzetu wamepewa muda wajibu mombe wote, IGP, mwanasheria mkuu wa serikali, ZDCO, ZDPC, mkurugenzi wa mashtaka wameambiwa by Jumanne tarehe 14 mwezi wa 10 wao wameleta majibu ya viapo. Of course huko watasema hoja tulizozitoa za kwamba Balozi Polepole aliondoka kwenye mazingira na yale, na wao wanapata nafasi ya kujibu labda na kuelezea pengine wanavyofahamu wao yuko wapi. Ya kwa tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi maombi hayo yatasikilizwa. Ya mahakama imesema ni busara kwa sababu kila upande una haki ya kusikilizwa, na lengo ni kujua taarifa zimeombwa kwa watu kimahakama, kwa nao wapate nafasi ya kuja kuiambia mahakama nini wanafahamu kuhusu Polepole, ili mahakama sasa baada ya kusikiza pande zote mbili iweze kutoa majibu sasa ya kimahakama kwa nature ya shauri lenyewe. Ya basi naomba niishie hapa kanaposema mama ni mtu mzima.